Limidiwe jina lako Mfalme, jina lenye enzi na adhama, lililotukuka sana Baba zaidi ya majina yote, ambalo ni jina la Yesu. Basi Baba, ninakubariki wewe Mungu mtakatifu na kukuhimidi wewe, na ninakukaribisha Bwana majeshi, mfalme wa amani, katika jina la Yesu. Namkaribisha Baba na mtazamaji wangu huyu anayetazama kupitia kwenye channel yangu ya YouTube somo hili. Mungu wa amani, ninaomba Mungu wa amani, somo hili likawe na matunda kwenye maisha yake, likamsaidie kubadilika Baba, likamuongezea kitu fulani kwenye maisha yake, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Asante Jehova Shama, asante Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Karibu mpenzi na mfuatiliaji wa channel yangu ya YouTube, na wale ambao wote mmeendelea kutazama kupitia Facebook na Instagram. Kipekee sana napenda niwaalike katika siku njema ambayo tunakwenda kujifunza somo lihusulo tabia zetu, namna ambavyo zinaweza kutupeleka kwenye aidha anguko letu au mafanikio yetu. Biashara, character ni kama vile ilivyo asset ambayo mtu anayo, na ni asset ambayo inaweza aidha kukufanikisha au inaweza kukufelisha kwa sehemu kubwa sana. Kwa hiyo naomba ungana na mimi katika programu hii, ili tuweze kwenda pamoja, ili tuweze kwenda na kufika angalau mahali fulani utakapoweza kupata kitu cha msaada kwenye maisha yako. Mambo yote tunaojifunza ni lazima yawe na uwezo wa kutugeuza sisi, kutufanya sisi tugeuke kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Mambo tunaojifunza ni lazima yawe dawa kwetu. Katika Mithali sura ya 4 kuanzia mstari wa 20 mpaka 22 inasema, Bwana, neno lako ni dawa na afya kwenye miili yetu sisi. Kwa hiyo kama neno hili ni dawa na afya kwenye miili yetu sisi, maana yake lazima liwe na uwezo kuganga mioyo yetu, lazima liwe na uwezo kuganga maisha yetu, lazima liwe na uwezo kuganga nafsi zetu na akili zetu, ili tuweze kufikia utimilifu wa kimo cha Kristo. Somo letu ni tabia yako, mhimili muhimu unaweza kukupeleka kwenye anguko lako au kwenye mafanikio yako. Tabia ni kitu kinaweza kukudrag wewe. Tabia yako binafsi inaweza kukupeleka wewe aidha kwenye mafanikio au kwenye anguko lako. Inategemea tu namna ambavyo unadili nayo. Na unajua sasa neno tabia katika lugha ya Kiingereza utamkwa character. Lugha tabia katika lugha ya Kiingereza utamkwa character. Sometimes yako maneno mengineo mengi ambayo huingilia katikati, na yenyewe pia utafsiriwa kama tabia, lakini ukweli si tabia bali ni mazoea. Kuna tabia na kuna mazoea. Unaona, behavior ni mazoea. Ni mazoea ambayo yamefika mahali watu wakayatazama kama vile ni tabia ya mtu, lakini behavior is not character. Kwa nini? Kwa sababu character ni kitu ambacho huwa kibadiliki. It is what it is. Character ni something that never changes. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua namna ya kutofautisha kati ya behavior au manners au conduct au activities au performance au deeds au actions ambazo mtu fulani anafanya. Kuna tofauti kubwa sana kati ya manners na behaviors ukilinganisha na neno character. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona, kwenye baadhi ya filamu kuna wale waigizaji ndani ya filamu wanaoigiza story fulani, huwa wanaitwa character. Katika uandishi wa vitabu pia, watu ambao wanazungumziwa ndani ya kitabu au simulizi fulani, waliomo mle ndani huwa wanaitwa characters. Kwa nini? Kwa sababu wanavaa uhusika ambao unakuwa unapresent utu au tabia ya mtu fulani katika jamii. Inategemea namna ambavyo mwandishi au director wa filamu hiyo alivyoiongoza filamu hiyo na kutaka kumportray character katika filamu hiyo. Naomba tuelewane kidogo hapo. Character nimesema is something that never changes. It is what it is. Yani kiko vile jinsi kilivyo. Huwezi kukibadilisha na kukipa matumizi mbadala. Characters ni kama vile numbers. Unaona, namba moja haina mbadala. Huwezi kusema namba 7 tunaweza kuitumia badala ya namba 1. Yani you cannot switch namba 1 badala ya namba 7 eti kwa sababu zote zina namba 7 imekaa vile na namba 1 imekaa vile. Kwa hiyo sasa eti kwa sababu hizi zimekaa zote zina kijikofia, basi tuitumie namba 1 badala ya namba 7. Haiwezekani. Namba 1 ni namba 1 na namba 7 ni namba 7. Huwezi kusema tuitumie namba 9 badala ya namba 6, kwamba sehemu pa kuandika namba 9 tuandike namba 6 kwa sababu zote zina tumbo hili limegeukia huku na hili limegeukia huku. No, huwezi.
This is what we call characters. Kwamba character is something that will never change. It is what it is. Unaona, huwezi kubadilisha silabu a ukaitumia badala ya silabu ba, wala huwezi kubadilisha silabu k ukaitumia badala ya silabu da. Huwezi. Silabu a ni silabu a na silabu ba ni silabu ba. Huwezi kutumia a kwenye ba, wala huwezi kutumia ba kwenye k, wala huwezi kutumia k kwenye d. Sasa unaweza kuona hizi zote ni silabu ambazo ziko namna ile, na hakuna namna you can switch them. Hakuna namna you can change them. Ziko jinsi zilivyo na hauwezi kuzibadili. Kwa nini? Kwa sababu hizi zinaitwa character. Sasa kama zilivyo character za maandishi na namba, hatuwezi kuzibadili matumizi yake au asili yake. Alkadhalika ndivyo ilivyo na tabia ya mtu. There's no way you can change your character. You can change your behavior kwa sababu ni mazoea uliyo develop. Kuna mazoea ambayo unayo. Behavior is something you can change. It's very easy. Ukiweka tu effort, ukiweka bidii kwamba I want to change. I want to change from namna nimejizoesha. Ulikuwa umejizoesha kuvuta sigara, umejizoesha kunywa pombe. Huwezi kusema unywaji wa pombe ni character. Unywaji wa pombe sio character, ni mazoea. Umejizoesha ngono, umejizoesha mambo kadhaa mbalimbali kwenye maisha yako. Huwezi kuyaita haya mambo ni character. Kwa nini? Kwa sababu ni mambo umejizoesha mwenyewe, and you can change them. Kwa kuwa umejizoesha, unaweza kuyabadilisha. Lakini kitu ambacho kimezaliwa inborn, it is within you, it is your nature, it is your identity, you cannot change it kwa sababu it is what it is. Kwa hiyo naomba unapofuatana na mimi katika somo hili lihusulo character, lihusulo tabia, na nataka nikusaidie kuweza kuona baadhi ya vitu fulani vya msingi ambavyo ni muhimu kwenye maisha ya binadamu, viweze kukuongoza kujua namna gani unaitumia tabia yako to your advantage and not to your disadvantage. Kwa sababu you can do both. Unaweza kuitumia tabia yako kujiangamiza mwenyewe, na unaweza kutumia tabia yako kwa faida yako mwenyewe. This is very important for you to consider. Umuhimu wa hili somo ni kwa namna ambavyo tunaona maisha ya vijana wengi yamekuwa yakitatarika sana. Mmejikuta mkitupia lawama watu wengine, lakini ukweli ni kwamba huwezi kulaumu mtu for your failure. Failure yako wewe huwezi kulaumu mtu mwingine, kwa sababu failure yako wewe ni poor. It proves kwamba you have a poor management of your character. And I will help you about it. Tabia maana yake ni nini? Naomba kama unaandika andika. Lakini kama uwezi download video hii au unaweza kulike pia. Kama hujasubscribe kwenye account yangu, please do subscribe. It's very important. Kwa sababu tutakuwa na series ya haya masomo. Nimeona it is very important mimi niweke YouTube masomo haya kwa sababu yana tija kusaidia wewe kuweza kuvuka mahali ulipo, kukusaidia wewe kuweza kusogea, kupiga hatua kidogo kwenye maisha yako ya kiroho na ukuaji kiroho. Tabia maana yake ni nini? Tabia ni ile asili ya mtu, namna ya mwenendo alionao mtu ambao ni vigumu kumtenga nao. Tabia nimesema ni ile asili ya mtu. It is the nature, it is within. Sio kitu umekidevelop. Tabia unaweza kuiendekeza, sawa? Ukaiendekeza kukuletea mambo mabaya kwenye maisha yako na yakakuruin kabisa. Lakini tabia si kitu tumejifunza. Ukijifunza, that is a behavior. Lakini tabia ni ile asili ambayo hata Paulo mtume alikuwa nayo. Na mara kadhaa Paulo alimlilia Mungu akasema, please niondolee. Ni nini alikuwa nacho Paulo? Paulo alikuwa na majivuno, alikuwa ni mtu kujivuna, na anasema wazi, nitajisifu angalau ni kidogo. Yaani Paulo was a guy ambaye, yani he was a boastful guy. Na hii kitu ilikuwa inamsumbua mno. Akamwambia Mungu, please, I don't need this. Hallelujah. Lakini ile boastful ambayo Paulo alikuwa nayo ndio ilimfanya azidi kukua mtu mkuu, kwa sababu Paul used it to his advantage. My dear good friend, Paul alijua how to use his character. He knew how to use it. He knew how to use it to his advantage. Kwa hiyo tabia maana yake ni nini? Tabia ni ile asili ya mtu, Tabia ni ile asili ya mtu alionayo, au ni namna ya mwenendo alionao mtu ambao ni vigumu kumtenga nao. Unajua kuna mazingira ambayo unaweza usiyaelewe kwa haraka sana. Kuna mazingira ambayo unaweza usiyaelewe kwa haraka sana, lakini nitakusaidia tu kunielewa vizuri. Nitakusaidia. Tabia ni mambo au mienendo inayomfanya mtu kuwa jinsi alivyo. Tabia ni mambo au mienendo inayomfanya mtu kuwa jinsi alivyo. Kwa lugha nyingine, your character ndio inayokutengeneza wewe kuwa jinsi ulivyo.
Yaani karakta ya mtu ndiyo inayomfanya apende kuvaa vizuri. Karakta ya mtu ndiyo inayomfanya awe mchafu. Karakta ya mtu ndiyo inayomfanya awe mtu wa hovyo hovyo kwenye jamii. Karakta ya mtu ndiyo inayomfanya aweze kuamka asubuhi na hata asipige mswaki and he's okay. Karakta ya mtu ndio inayomfanya muda wote anajinusa, am I smelling good? Am I smelling well? Karakta ya mtu ndio inayomfanya atafute watu, guys, hebu niangalie, vipi? Naonekana vizuri? Do I look good? You know, karakta yako ndio inayokupush wewe kutumia pesa kwenye anasa na usiinvest kwenye biashara. Karakta. Kwa nini? Kwa sababu karakta ndio inayokupush wewe kila ukipata pesa unatafuta mwanamke ukalale naye. Every time unapokea mshahara, kinachokuja haraka ndani yako ni karakta inatoa amri, go and find a beautiful woman, ulale naye this weekend. Today is Friday, go and get a woman. It's a character. It is pushing you into things. Pushing you into doing things. Kwa nini? Kwa sababu karakta imekuwa na nguvu kukuzidi wewe. Your character ni watu wawili, you and your character, you are different entity. You are two different entity living in one physical body. It's very important to consider this and understand. Kwa sababu if you don't understand this itakusumbua in one way or another. Tabia ni utu halisi wa mtu. Tabia ni kama ngozi, ni mfano wa ngozi. There's no way unaweza kaitoa kaichuna. Tabia ni kama ngozi yako. You look at this. Unaona ngozi ya mwili wako jinsi ilivyo. Wanawake wengi watanielewa ninachokizungumza. Wanawake wanatumia mikorogo, wanapaka cream na namna mbalimbali, sawa? Unaona mkipaka cream wanawake anakuwa mweupe pea na shine. Lakini baada ya muda, baada ya kupaka cream, ukipita muda fulani bila kupaka cream ile, ngozi yako halisi inarudi. Unaweza kupaka cream ukawa mweupe kama mzungu, lakini baada ya muda ile ngozi yako ya awali inarudi. Kwa sababu tabia yako ni kitu huwezi kukitafutia substitution ukibadilishe. Huwezi kukitafutia namna fulani ya kitu ubadilishane nacho. Huwezi. It is what it is. You cannot change it. Tabia ni roho ya asili inayoyakalia maisha yako. Huwezi kuomba itoke, wala huwezi kuikemea, wala huwezi kufunga ili itulie. You cannot fast for your character. You can fast to control your behavior, but you cannot fast. You cannot fast to get rid of your character. Unaweza kufast to control your manners, your attitudes. Unaweza kufast to control all of the things, manners, attitudes. Kwa sababu hizi wanasema ni mazoea ulioyaendeleza ndani yako. Hukuzaliwa unajua kuvuta sigara, lakini sasa hivi huwezi kuacha sigara. Ukiacha unakuwa devastated. Hukuzaliwa unatumia cocaine, madawa ya kulevya. Hukuzaliwa unakunywa pombe, lakini sasa hivi imekuwa ni shida kwako to leave it. It's very difficult to get out of it, to stay out of beers and whatever. Why? Kwa sababu you developed it. Sasa kitu ambacho umekidevelop mwenyewe, maana yake the power to stop it is within you. You can stop it, yes. Lakini it's not character. Because character, it is what it is. You can't get rid of it, but you can control it. You can be in charge of it. You can get back to yourself and begin to control it to your advantage and not to your disadvantage. Mpige hatua. Tabia yako ndiyo mlango wa mafanikio yako. Inategemea tu unapojaribiwa nini kinatokea. Tabia yako ndiyo mlango wa mafanikio yako. The question is, when you are being tempted, what happens? Mfano mzuri tumtazame Yusufu. Unajua Yusufu alipokuwa kwenye jumba la Farao, after all the challenges alizipitia Joseph, lakini alipofanikiwa kuingia kwenye nyumba ya Farao, tabia ya Yusufu ilijaribiwa. Na tabia ya Yusufu ilijaribiwa ili kumzuia asielekee kwenye mafanikio yake. Kama ambavyo vijana wengi mmejaribiwa tabia zenu na mmefeli wengi. Mmeshindwa kucontrol na kudhibiti zipu za suruali zenu, and this is a very big problem, kwa sababu if you fail in that angle, na kama hiyo angle ndio shida yako wewe, shida inaweza kukublock wewe kukupa kwenye mafanikio, then hamna mahali utaenda. You will end up being who you are today. It's tatizo kubwa sana. Now Joseph was tested and he succeeded and he passed the test. Mke wa Farao alimwambia Joseph, listen, you are coming from a very poor family and here you are just a houseboy. Come on Joseph.
Let me help you. You know, just sleep with me. Because my husband is busy. Because my husband is so and so. Come and sleep with me and let me help your life. Let me help solve your life. Let me help solve your problems. Let me tell you one thing, my brother and my sisters, whoever you are. Mwanadamu yoyote yule, no matter how much atakusaidia, lakini msaada wa mwanadamu Biblia inasema haufai kitu. Msaada utokao kwa binadamu haufai kitu. Kwa sababu siku utakapoinuka na kuwa hapa, aliyekusaidia atasema uko hapa kwa sababu yangu. Lakini msaada wa binadamu Biblia inasema haufai kwa sababu ipo siku waliokusaidia watasimama na kujiboost kwenye public kwamba you know I helped Robert. Robert, he is wherever he is because of me. It is me niliyemsaidia kufika mahali alipofika. This is the problem of misaada ya wanadamu. Wakikusaidia, end of days they turn out to be something ridiculous. Now let me tell you one thing. The only help you have is the help from Adonai. It's the help from God. And you need to make sure all the time when people are helping you, waambie kabisa, this help, you did not help me because you are an angel. Wala you did not help me because you've got a lot than you can spend. No, umenisaidia kwa sababu ni Mungu amekuongoza unisaidie. Ili usije ukaninyanyasa in the future. You have to make sure unamwambia haya maneno mara kwa mara. Wanaosaidia watu wengine, waambie kwamba unanisaidia hivi sio kwa sababu unazo nyingi, wala sio kwa sababu umekuwa Mungu mtu, wala sio kwa sababu eti nini, ni kwa sababu Mungu amekuongoza wewe unisaidie. Ili asije kukunyanyasa in the future kwamba mimi ndio nimekufikisha mahali ulipo. No, hujanifikisha wewe mahali mimi nilipo. Mungu amekutumia wewe kunifikisha mimi mahali nilipo. This is really very important watu wajue. Kwamba Mungu anapokutumia wewe kumsupport mtu mwingine, stop thinking kwamba it is within your power to do that. Ni Mungu amekusaidia wewe umsaidie mtu mwingine. Kwa hiyo acha kujivuna kwamba I did it. I made him so. I made him so. Hii ndiyo inayopelekea wachungaji wengi wanafikia kujiona wao kama ni miungu watu. Tatizo. Hili ni tatizo kubwa sana. Tabia yako ni maumbile yako ya asili, huwezi kuyachonga yabadilike. Wanasayansi wamehangaika sana. Wamefanikiwa sasa hivi kuleta dawa za kuboost manyonyo ya wanaume yanavimba. Nimekwenda Thailand miaka fulani nyuma. Na nilipofika kule, kusema la ukweli, ni shida kabisa. Kama kuna sehemu you need to be very careful unapoenda. Sana wazee mnaopenda sana totos. Unapoenda Thailand, be very careful mzee. Unaweza ukaopoa mwanaume mwenzako, ukalala naye usiku mzima mpaka asubuhi na usijue umelala na mwanaume mwenzako. Kwa sababu Wathai wanaume wamejitengeneza, ukimkuta kasimama huwezi kujua huyu ni mwanaume. Mimi nilibisha mpaka ibidi nilipe $20. $20 kuthibitisha kama huyu ni mwanaume. I paid $20. Ndio akamba yes, I'm a gay. Na ukiona ni mwanamke mpaka sauti, lakini ana penis. Yaani ukimwona maumbile sexy, yaani mikono ronyo, manyonyo kifuani, nyonyo zimesimama chuchu saa 6 zimesimama ndindi kifuani. Lakini kwenye chini huko kwenye sketi yake ana kikojoleo cha kiume. Kwa kweli nilishangaa nikasema Mungu, ni staajabu sana. Unaweza ukaopoa binti wa Thailand na ukalala naye mpaka asubuhi na kumbe ni mwanaume mwenzako na usijue, unless anataka ujue. Usiniulize maswali mengine baada ya hapo. Waulize ambao wameshakutana na scenario na mimi watakwambia, lakini I'm telling you. Unaweza ukaopoa binti wa Thai na ukalala naye mpaka asubuhi na usijue kwamba ni mwanaume mwenzako. Sasa kilichowashinda wanasayansi wote ni kutoa, kwa sababu mkimfanyia operation mwanaume mumbadilishe jinsi yake iwe ya kike, maana yake ni lazima mkata ya kiume. Mkiikata ya kiume, sasa namna kupangilia mishipa ile urethra muipange wapi, muiweke wapi, mishipa ile kile kikojoleo kikae wapi, ile system imewashinda wazungu. Imewashinda. Wako wanawake ambao wanapenda kuwa wanaume, wanatamani wapandikiziwe penis huko za kiume. Imeshindikana. Hamwezi kumkata yule mkambandika huyu na ikasimama na ikapitisha mkojo kama kawaida. Imeshindikana.
Kwa hiyo ndivyo ilivyo karakta ya mtu, ni kama maumbile yako. Huwezi kuyakata yakae ya kike badala ya kiume, au ya kiume yakae badala ya kike. Huwezi. That is what your character is. You cannot change it. Mambo unatakiwa yazingatie. Wokovu hauhusishi mtu kupambana kuibadili karakta yake. Wokovu sawa, hauhusishi mtu kupambana kubadili karakta yake, bali unahusu mtu kubadili mwenendo wake. Sababu ni mazoea yaliyozaa behavior na sio karakta. Basi ndugu zangu, inasema Waefeso sura ya 2 mstari wa 15. Basi ndugu zangu, jiangalieni jinsi mnavyoenenda. Jinsi mnavyoenenda. Jiangalieni jinsi mnavyoenenda. Wokovu hauhusishi mtu kupambana kubadili karakta yake, bali unahusu mtu kubadili mwenendo wake. Jinsi mnavyoenenda. Jinsi mnavyoenenda. Kwa hiyo wokovu hauna uhusiano na wewe kubadilisha your character, kwa sababu character is your identity. You don't change your identity from being Robert to being Samuel Balele. You don't change it like that, because it is within you. There's only one Samuel Balele in this world. There's only one Robert Suna in this world. You cannot just change it into something else. Look at this. Wokovu unahusu mtu kuwa na uwezo juu ya tabia yake, na sio tabia kuwa juu ya mtu. Unaposema mimi nimeokoka, maana yake you are a good manager of your own character. Hii ni kusema managerial skills are at work. Zile skills zote za kimanager juu ya tabia yako ziko kwenye operation. Kwa sababu you cannot have total control if you cannot manage your character. Huwezi kuwa na total control ya maisha yako binafsi if you cannot manage your character. You first have a control, you have to manage character yako. Ni lazima uimanage tabia yako kwanza. Yani isikuendeshe, wewe ndio iendeshe. Inapo pop up, inataka ufanye kitu fulani, iambie no, I have to do this. This is the will of God. This is what I'm supposed to do. I say no to you. This is your character, this is you. Wawili hawa lazima wewe uwe juu, character iwe chini. Majority yenu nyinyi mmekuwa failure kwenye maisha kwa sababu kinachoendesha maisha yenu ni tabia zenu. Ndio maana leo hii utakuta walokole wengi sana wana hasira, yani ni majitu ya magazabu tu. Yani ule utu wao wa kishetani, wa kiuovu, ule utu wa uovu ndani yao bado umo. Hawana ile morality ya kiungu ndani yao. They don't have it. Fuatilia uone. Ingia Facebook, ingia Instagram, watembelee watumishi wa Mungu wengi. Kawaangalie tabia zao, kawaangalie mienendo yao. Ni vitu vya ajabu kabisa. Vitu vya ajabu, vya hovyo kabisa. Mimi na watu ninawajua kabisa ambao wamefeli kuzicontrol character zao. Wamefeli. Facebook ninawajua wengi, naweza nikawataja hata majina. You guys, you are failure. Wokovu haumo ndani yenu. If you cannot manage your character, then there's no way you can be saved. Huwezi kuwa umeokoka. Naomba niseme tena jambo hili. Naomba nirudie tena kwa uzuri kabisa. When managerial skills are at work, you cannot have total control if you cannot manage your character. You cannot have total control if you cannot manage character. Huwezi kuwa controller wa kuendesha gari, sawa, kama hauwezi kulimudu gari. Yani maana yake sijui yake katika sura gani kila mtu anielewe. Yani kama tabia yako inakuendesha, kama tabia yako bado ina mamlaka juu yako, inaweza kukuamrisha wewe kufanya vitu na ukavifanya bila wewe mwenyewe kupenda, maana yake hujaokoka bado. Yani maana yake, kwa mfano tuwe mfano, kama wewe ni mtu mkorofu na mahasira, na bado mpaka leo hii mtu anaweza kukupekecha kwenye moyo wako, hasira zikakupamba mpaka ukampiga mtu ngumi, hujawahi kuokoka wewe. Hujawahi kuokoka. Tumwangalieni Yesu. Hivi Yesu ni mambo mangapi alifanywa mambo ya kutia ghadhabu, mambo ya kutia hasira. Sehemu fulani akaja mtu mwenye kijitu cha kijinga ambacho katika hali ya kawaida Yesu angeweza kukifurumusha mangumi, kikamnasa kibao,
na kikamtimia na mato usoni. Alafu Yesu, I can imagine akiwa na hasira ndani yake, akakigeukia akakiambia, niambie kosa langu, niambie nimefanya nini? Nimefanya kosa gani mpaka unichape kibao? Nimefanya kosa gani? Can you feel it? Can you feel the anger inside Jesus? But yet hakurusha ngumi. What about you, brother? What about you? Can you manage your character? Are you able to manage yourself? I don't know. Let me move forward. Let me make another step. I have 3 minutes before I end up. Let me do this. Ninataka kipengele kilichobakia kifuate kwenye session inayokuja. Mambo ya msingi nataka kuyazingatia na nifanye summary ya nilichokizungumza. Nimesema tabia yako ndio somo hasa la topic hii. Tabia yako ni muhimili kukupeleka kwenye anguko lako au mafanikio yako. Tabia inaweza aidha kukudrag kuelekea kwenye mafanikio au inaweza kukudrag kuelekea kwenye anguko lako. Na nikazungumza kwamba tabia ni kitu gani. Nimesema kwamba tabia is something that can never change. Kwa nini it can never change? Kwa sababu tabia ni character. Na character ni mfano wa namba na silabu. Kama vile namba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Hizo zote ni character. Na hazibadiliki. Unajua huwezi kuitumia namba 1 nimesema badala ya namba 7 eti kisa zimekaa hivi. Pia nikasema ya kwamba huwezi kutumia namba 6 badala ya namba 9. Eti kisa zinafanana, huwezi. Yani hakuna substitute ya any particular number. This is to say, character iliyomo ndani yangu mimi huwezi kuifananisha na ya Samuel Balele. Kwa nini? Kwa sababu Balele ni mtu mwingine and I am somebody else. Wala mahali pangu mimi Balele hawezi kusimama, wala mahali viatu vya Balele mimi siwezi kuvivaa. Kwa nini? Kwa sababu Balele is Balele and Robert is Robert. Tunaweza tukafanana kwenye baadhi ya tabia na mienendo, lakini bado I will remain to be me. I will remain to be one and only in this world. You are you and I am me, and there's no way you can change that. This is to say, a character is like an identity that introduces a person to the world, introduces you to the realm. Nikaelezea pia nikasema ya kwamba tabia maana yake ni nini? Tabia ni asili ya mtu, namna mwenendo alionao mtu ambao ni vigumu mno kumtenga nao. Nikasema pia tabia ni mambo au mienendo inayomfanya mtu kuwa jinsi alivyo. Lakini pia nikasema tabia ni utu halisi wa mtu. Tabia ni kama ngozi ambayo huwezi kuichuna. Nikatoa mfano wa wanawake wanaojichubua kwamba waga wanajichubua, akiacha kupaka cream anarudi kuwa mweusi tena. Ndio maana tabia ilivyo. Utaificha, utatengeneza maigizo mengi, lakini mwisho wa siku itatoka. Tabia ni kama pembe la ng'ombe kichwani. Ng'ombe mkilikata linaota tena. Pembe la ng'ombe halifichiki. Halifichiki pembe la ng'ombe. That is your character. Nikasema pia tabia ni roho ya asili nayo yakalia maisha yako. Huwezi kuomba ikutoke, huwezi kufunga isimame, huwezi kufanya lolote kwa sababu it is what it is. You cannot control it, my dear brother. You cannot remove it. You can control it but you can't remove it. Nikasema pia tabia nikaelezea kuwa tabia ni nini. Nikasema kuwa tabia ni roho ya asili, nimesema hilo. Lakini pia nikasema tabia yako ndio mlango wa mafanikio yako. Inategemea tu kila unapojaribiwa nini kinatokea. Tabia ndio mlango wa mafanikio yako. It depends on what happens when you are being tempted. Ukijaribiwa nini kinatokea? Ukijaribiwa unaanguka au ukijaribiwa unabakia wima kama Yusufu? Kwa sababu ukijaribiwa, if you fall, you are done. Tabia inaanza kucontrol maisha and you are here. Lakini ukijaribiwa ukashinda, maana yake unainuka, tabia inashuka. Tabia yako ni maumbile yako, huwezi kuyachonga. Nimeelezea hilo. Guys, nataka nimshukuru Mungu for hii dakika 30 niliyotumia na wewe siku ya leo. Tafadhali usiache kusubscribe chini kwa sababu haya masomo yanafuata kuanzia mwanzo wa somo hili, yatafuata kwa wingi mengi sana kwenye akaunti yangu ya YouTube. Kwa hiyo kama unapenda kujifunza, please subscribe kwenye akaunti yangu and make sure you don't miss it. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mtu wako huyu ambaye ameangalia session yangu Baba toka nilipoanza. Na wakati ninapomaliza, Mungu mtakatifu, namuombea neema yako imfunike, nguvu zako zimkalie kwa jina la Yesu Kristo. Baba, mpe akili, mpe uwezo wa kuelewa, ayatoe maneno kwenye akili yake na kuyaweka moyoni ili yawe na faida ya Bwana majeshi. Maana umesema Bwana majeshi, moyoni wangu Baba nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Basi ninakuomba mtakatifu wa Israeli, kama wewe uishivyo Bwana, neno hili likakae ndani ya maisha ya kijana wako huyu, ndani ya maisha ya binti
yako huyu, ndani ya maisha ya baba huyu na mama huyu popote alipo, katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu basi ukuwatamie kama kuku wanavyowatamia vifaranga vyake tangu sasa na hata milele, katika jina la Yesu. Mshangilie Bwana Yesu, sema amen.